Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Novemba 27 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kwa asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema wauaji wa MC Pilipili bado ni kitendawili. Hiyo ni habari inaendelea kwenye kurasa ndani kwenye gazeti lako la Nipashe. Wauaji wa MC Pilipili bado ni kitendawili. Lakini sekretarieti ya maadili yapewa mbinu kunasa viongozi wasio na maadili. Sekretarieti ya maadili yapewa mbinu kunasa viongozi wasio waadilifu. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti ya Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini kuna habari inayosema Mwigulu nipo tayari kuwa waziri mkuu kwa wiki moja tu. Huyo ni Dr. Mwigulu Nchemba asema niko tayari kuwa waziri mkuu kwa wiki moja tu. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili. Na kuna habari inasema mwanachuo UDOM adaiwa kujiua kwa kujirusha katika kisima. Mwanachuo UDOM adaiwa kujiua kwa kujirusha katika kisima. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili wa gazeti lako la Nipashe. Lakini kuna habari kubwa inayosema fosforiasis ugonjwa usiopona, dozi yake ghali. Psoriasis ni ugonjwa usiopona, dozi yake ghali. Maumivu yake ni makali kimwili na mfukoni, lakini safari ngumu ya wagonjwa wa mapambano ya kila siku. Safari ngumu na mapambano ya wagonjwa kila siku. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini aliyezaliwa bila njia ya haja kubwa atibiwa Muhimbili. Hiyo ni habari inaendelea kwenye kurasa ndani kwenye gazeti lako la Nipashe. Aliyezaliwa bila njia ya haja kubwa atibiwa Muhimbili. Lakini tukiachana sasa na gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi. Kwenye gazeti la Mwananchi lenyewe linaanza na habari kubwa inayosema mwanafunzi UDOM ajitoa uhai, kamari yatajwa. Mwanafunzi UDOM ajitoa uhai, kamari yatajwa. Lakini IGP aburutwa mahakamani. TLS yamtaka kueleza sababu za kutoa agizo la watu kutotembea baada ya saa 12 Oktoba 29. Yadai ndani ya siku 5 za agizo lake kulitokea mambo ya kutisha. Huyo ni IGP aburutwa mahakamani, yadaiwa baada ya saa 12 Oktoba 29, sababu za watu kuto kutembea. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini Mwigulu ageukia madereva magari ya serikali, atoa maagizo mapya. Mwigulu ageukia madereva magari ya serikali, atoa maagizo mapya. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini Al-Amir gwiji wa siasa Zanzibar aliyeacha alama, na simulizi aliyekatwa ume na mkewe ataka msaada. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Tanzania Leo lenye lina habari inayosema madini yaanza kutekeleza agizo la Dr. Samia. Lakini Rais Samia ashusha neema umeme wa uhakika. Lakini kuna habari bado inasema Samia asonga na kazi na utu. Dr. Mwigulu ataka usawa wa sheria barabarani, ataka adhabu kwa wananchi isibague magari ya serikali, asema kama zimepitwa na wakati zibadilishwe si kubagua. Lakini Tanzania yajiimarisha masoko ya nafaka nje. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika Dr. Mwigulu awaonya wavunja sheria barabarani. Dr. Mwigulu awaonya wavunja sheria barabarani. Lakini Tanzania na Korea zafunga ukurasa mpya wa ushirikiano. Lakini maelekezo ya Waziri Ulega yaanza kufanyiwa kazi mizani ya Mikese. Maelekezo ya Waziri Ulega yaanza kufanyiwa kazi mizani ya Mikese. Lakini vijana tuyajenge Tanzania ni yetu. Huyo ni waziri na nauka asema vijana tuyajenge Tanzania ni yetu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo linatuhabarisha kwanza na habari inayosema amani, upendo, utulivu ndio tunu ya taifa letu. Amani, upendo, utulivu ndio tunu ya taifa letu.
Lakini wasimamizi waliosimamishwa kazi mizani watajwa. Wasimamizi waliosimamishwa kazi mizani watajwa. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 7. Mwigulu awaka apiga marufuku ubaguzi wa kusimamia sheria za barabarani, ataka kila Mtanzania aheshimiwe, hapa kuwasemea wanyonge, lakini haimiza kulinda amani, ajivunia kasi miradi ya maendeleo. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 2 wa gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inasema mwanafunzi UDOM akutwa amekufa kisimani. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Lakini Dr. Gwajima afunguka hatari ya mitandao kwa watoto. Dr. Gwajima afunguka hatari ya mitandao kwa watoto. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 7 wa gazeti lako la Habari Leo. Huku huduma muhimu lazima bima ya afya kwa wote. Huku huduma muhimu lazima bima ya afya kwa wote, na serikali yawekeza trilioni 14 miradi ya umeme. Hiyo ni habari inaendelea kwa kina ukurasa wa 4 ndani ya gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Habari Leo, tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo lenye inaandika Dr. Mwinyi aongoza wananchi viongozi kumzika Al-Amir. Dr. Mwinyi aongoza wananchi viongozi kumzika Al-Amir. Huyu ni mwanasiasa mkongwe. Lakini Hemedi, miradi ya ujenzi wa bandari ikamilike kabla ya Januari, na Mwigulu awaonyoshia kidole madereva wa serikali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linatoa barisha kwa kusema Rais Dr. Mwinyi aongoza maziko ya Al-Amiri kaskazini Unguja. Lakini Dr. Mwigulu awaonya madereva wa serikali, na makamu wa rais ashiriki mkutano wa Afrika Ulaya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema Wanu azindua ugawaji wa vifaa vya mafunzo VETA. Wanu azindua ugawaji wa vifaa vya mafunzo VETA. Lakini mwanafunzi UDOM ajiua kwa kubeti ada. Mwanafunzi UDOM ajiua kwa kubeti ada, huku Dr. Mwigulu awaonya wavunjifu wa sheria. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Majira lenyewe linatuhabarisha asubuhi ya leo ukurasa wa mbele ni Dr. Nchimbi ashiriki mkutano wa AU Summit. Lakini Waziri Mchengerwa aipa Wizara ya Afya siku 21. Kuna nini kwenye Wizara ya Afya? Waziri Mchengerwa aipa siku 21 tu. Na Dr. Mwigulu akunjua makucha, atoa onyo kali. Na Rais Samia atoa ruzuku ya kufanya writing miradi ya REA. Rais Samia atoa ruzuku ya kufanya writing ya miradi ya REA. Lakini Tanzania Korea zaanzisha ushirikiano mpya kiuchumi. Tanzania na Korea zaanzisha ushirikiano mpya kiuchumi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Uelekeo lenye linatuhabarisha asubuhi ya leo kwa habari inayosema serikali yarejesha kozi muhimu VETA. Serikali yarejesha kozi muhimu VETA. Lakini aliyekatwa sehemu za siri amsamehe mkewe. Aliyekatwa sehemu za siri amsamehe mkewe. Lakini Dr. Mwigulu tutasimamia usawa, agiza madereva wa serikali kukamatwa kama wengine. Lakini Rais Samia aliwezesha OTC kuwa na uwezo mkubwa zaidi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo ukweli na wazi linaandika Nemki yatoa tamko zito udhibiti wa kelele na mitetemo. Nemki yatoa tamko zito udhibiti wa kelele na mitetemo. Lakini Tanzania kufikia uchumi wa dola za Kimarekani trilioni 1. Tanzania kufikia uchumi wa dola za Kimarekani trilioni 1. Waziri wa viwanda aipongeza CBE kwa kuandaa vijana kuajiri. Lakini hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini Tanzania yachaguliwa kujiunga na kamati ya urithi wa dunia. Lakini kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele inaandika Tanzania kuwa ya 3 barani Afrika kwa kuvutia uwekezaji. Lakini Machumu ajiuzulu umakamu mwenyekiti tefu. Na Nemki kutembezea rungu udhibiti wa kelele na mitetemo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo linatuambia habari inayosema serikali yatumie shilingi bilioni 7 ununuzi wa vifaa vya vyuo 63 vya VETA.
Lakini katibu Misalaba ajipanga kuimarisha umoja CWT na serikali. Na Nanauka anza na vijana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga. Huyo ni Nanauka anza na vijana, awataka kuyajenga na kusema Tanzania ni mali ya wote, sasa kuangazia fursa za kiuchumi. Lakini Dr. Mwigulu aonya uvunjifu wa sheria. Dr. Mwigulu aonya uvunjifu wa sheria. Maelekezo ya Ulega utekelezwa, watatu wasimamishwa kazi mzani wa Mikese. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Majira linatuambia Tanzania yaibamiza New Zealand, Futsal yafufua matumaini kufuzu mtoano Futsal World Cup. Lakini kasi yatupilia mbali rufaa ya Guinea dhidi ya Tanzania. Hilo ni gazeti lako la Majira ukurasa wa michezo. Huko Taifa Tanzania zimeandika zimebaki siku 4 wanachama Simba wajapenda kwa agenda za mkutano mkuu. Lakini hafla ya tuzo 2025 zapigwa kalenda, TFF yafungia Mkwakwani. Na kukosekana waamuzi Afconi Morocco ni aibu kwa Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye michezo naandika rekodi ya ibeba Simba kimataifa. Rekodi ya ibeba Simba kimataifa, Yanga hakuna kupoa. Waziri Kabudi mgeni rasmi Leaders Festive. Waziri Kabudi mgeni rasmi Ladies Festive Festi. Ibenge ashusha pressure Azam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo naandika Yanga kamili kuivaa JS Kabylie kesho. Lakini Junguni yazinduka kwa mafunzo. Barbarian mambo magumu ligi ya NBC Championship. Lakini Simba yaivutia pumzi Malien. DCMA kuanza mtaala mpya wa elimu ya muziki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mchezo, upate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika Coastal Union Fountain Gate za takata nyumbani. Lakini TFF yashinda kesi kasi Stars ruksa Afcon. Tanzania yaifunga New Zealand goli 4 kwa 2 Futsal. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kurasa wa michezo. Lakini kwenye ulimwengu wa masumbu ngumi kwenda Dubai. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe lina habari inayosema Pacome Dube wawekewa bilioni 1. Mamelodi Sundowns yaiokoa na figisu za Waarabu. Mamelodi Sundowns yaiokoa na figisu za Waarabu. Lakini Manula avunja ukimya Azam. Manula avunja ukimya sababu Azam. Simba ya sepa na matumaini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa wa mbele. Lakini huko kimataifa, Cristiano Ronaldo amepewa msamaha. Cristiano Ronaldo amepewa msamaha baada ya kukutana na rungu ambalo lingeweza kumzuia paka kwenye kombe la dunia. Sasa apewa msamaha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe kwenye michezo linaandika Mamelodi yaiokoa Yanga Algeria. Ni baada ya vigogo hao Jangwani kusota saa 4 uwanja wa ndege wakisubiri mabegi. Ni baada ya vigogo hao Jangwani kusota masaa 4 wakisubiri mabegi. Lakini hatimaye Azam yafunguka iko tayari kumuuza Feitoto. Azam yafunguka ipo tayari kumuuza Faisal Feitoto. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio inatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.